Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mfalme wa Uingereza leo anza ziara nchini Marekani siku mbili tu baada ya tukio la ufyatuliaji risasi ambalo Rais Donald Trump na maafisa wake wanaelezwa kuwa walengwa wanawezekana. Hakuna anayeona kwamba kuna wasiwasi wa usalama kwa ujio wa mfalme Charles. Changamoto tu kubwa ni kwamba kwa haya yote ambayo Rais Donald Trump amesema na kushutumu Uingereza, kwa nini bado anakuja na watu wengine walisema kwamba angestahili kugomea safari? Mamlaka nchini Mali zathibitisha kifo cha waziri wa ulinzi wa nchi hiyo kufuatia shambulizi lililofanywa nyumbani kwake. Na wakosoaji nchini Uganda wasema hatua ya bunge la nchi hiyo kupitisha muswada utakaoongeza maradufu kodi ya nguo za mitumba inaweza kusababisha ukosefu wa ajira hususan kwa vijana. Hii hatua ya bunge ya kuongeza pesa singekuwa mbaya, lakini hizi nguo ndo tunatoa kila kitu. Hizi nguo ndo tunauzaga ili tusiende kumenya nyumba za watu. Watu wachie tu hapa kwa sababu hapa ndo tunatoa kila kitu, sisi hatuna kazi nyingine. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Victor Kenan. Karibu. Shukran Halima. Waziri wa mambo wa nje wa Iran Abbas Araghchi amesema ziara yake nchini Oman iliyohitimishwa Jumapili ililenga kuchunguza njia za kuhakikisha usafiri salama wa meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Maoni yake yaliungwa mkono na mwenzake wa Oman Badri Abdul Saidi, ambaye alisisitiza kuwa diplomasia zaidi inahitajika sambamba na suluhisho za vitendo ili kufungua tena njia hiyo muhimu ya majini. Bwana Araghchi ameelekea Urusi ambako atafanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin hii leo. Duru hii ya hivi karibuni ya diplomasia inakuja wakati juhudi za amani kati ya Iran na Marekani zikiwa katika hali tete kufuatia kuvunjika kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika nchini Pakistan. Wizara ya afya ya Lebanon imesema mashambulizi ya Israel kusini mwa nchi hiyo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 14 siku ya Jumapili na kuwajeruhi takriban 40 licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoendelea nchini humo. Zaidi na Florian Kaijage. Jeshi la Israel lilisema lililenga kile lilichokiita makundi ya kigaidi yanayorusha makombora na maghala ya kuhifadhi silaha yanayotumiwa na Hezbollah. Kwa mujibu wa masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yameongezwa hivi karibuni, Israel ina haki ya kujibu mashambulizi yanayokaribia au yanayoendelea, na imekuwa ikilenga maeneo muhimu ya Lebanon takriban kila siku. Awali, IDF ilitangaza kuwa mmoja wa wanajeshi wake ameuawa na wengine 6 kujeruhiwa na shambulio la ndege isiyo na rubani la Hezbollah kusini mwa Lebanon siku ya Jumapili. Pande zote mbili zimekuwa zikishutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano mara kwa mara. Waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara amefariki kufuatia shambulio la kujitoa mhanga kwa bomu katika makazi yake jirani na mji mkuu wa nchi hiyo Bamako siku ya Jumamosi. Shambulio hilo lilikuwa moja ya mashambulizi kadhaa yaliyopangwa kwa pamoja na wanamgambo wa kijihadi na waasi wa Tuareg katika miji kadhaa. Kiongozi wa muungano wa mataifa ya Sahel ambayo pia inajumuisha Mali na majirani zake Niger na Burkina Faso, Ibrahim Traore amelaani mashambulizi hayo akisema yaliungwa mkono na maadui wa mapambano ya ukombozi wa Sahel. Waasi wa Tuareg wanasema wanadhibiti mji wa jangwani wa kaskazini wa Kidal kilipo kikosi cha usalama cha Urusi. Makazi ya kiongozi wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita pia yalishambuliwa lakini yuko salama. Na maafisa nchini Chad wanasema watu wasiopungua 42 wameuawa katika mapigano kati ya makabila ya mashariki mwa nchi hiyo. Ghasia hizo katika jimbo la Wadifira zinaaminika kuchochewa na mgogoro kuhusu kisima cha maji ambao kisha ulisababisha mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi kuenea. Naibu waziri mkuu wa nchi hiyo Liman Mahamat aliambia televisheni ya taifa kuwa hali sasa imedhibitiwa. Mashariki mwa Chad imekuwa ikikumbwa na migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji wa Arabu wanaohamahama kwa miaka kadhaa. Mvutano kuhusu rasilimali na usalama umeongezeka zaidi kutokana na kuwasili kwa wakimbizi wanaokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi jirani ya Sudan. Hii ni BBC.
Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenan. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili, kutangazia kwenye FM, redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Mwanedo FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Mwabura, Radio Chitara na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Elizabeth Radio. Mimi ni Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wake walikuwa walengwa wanaowezekana wa mshukiwa mshambuliaji wa bunduki aliyejaribu kuvamia ghafla ya waandishi wa habari wanaoripoti kutoka ikulu ya nchi hiyo. Kaimu mwanasheria mkuu wa Marekani Todd Blanche amesema. Victor Kenani na maelezo zaidi. Mshukiwa huyo aliyetajwa na vyombo vya habari vya Marekani kama Cole Thomas Allen mwenye umri wa miaka 31 alikamatwa baada ya polisi kusema alifyatua risasi karibu na kituo cha ukaguzi wa usalama wakati wa hafla hiyo katika hoteli ya Washington DC siku ya Jumamosi. Blanche akizungumza na NBC News alisema sababu ya mshukiwa huyo bado inachunguzwa, lakini matokeo ya awali yanaashiria kwamba alikuwa akiwalenga maafisa wa utawala. Kitengo cha kuchunguza uhalifu cha FBI pamoja na kikosi kazi cha kupambana na ugaidi wanachunguza tukio hilo. Majira ya saa 2 na dakika 35 kwa saa za Marekani siku ya Jumamosi, milio ya risasi ilisikika katika ukumbi wa mapokezi wa hoteli ya Washington Hilton ambako mkutano huo ulikuwa unaendelea. Rais, mke wa Rais Melania Trump na makamu wa Rais JD Vance waliondolewa haraka nje ya chumba hicho na walinzi. Maafisa walisema vyombo vya sheria vilijibizana kwa risasi na mshambuliaji huyo na kumdhibiti, na wanaamini mshukiwa huyo alifyatua silaha yake. Hakupigwa risasi, lakini alipelekwa hospitalini kwa uchunguzi. Polisi walisema alikuwa na bunduki 2 pamoja na visu. Allen anajieleza kama mhandisi wa mitambo, mtengenezaji wa michezo na mwalimu kwenye mtandao wa LinkedIn. Maafisa walisema atashtakiwa rasmi katika mahakama ya shirikisho siku ya Jumatatu kwa kosa la kumshambulia afisa wa shirikisho na kutumia silaha wakati uhalifu wa vurugu. Rais alitoa taarifa kutoka ikulu baada ya shambulio hilo. Aliisifu huduma ya usalama ya Secret Service na kusema kwamba kila mtu aliyekuwemo chumbani humo anapaswa kuwapa shukrani kubwa. Kitu kizuri sana kushuhudia. Mtu alivamia kituo cha usalama akiwa na silaha nyingi na alidhibitiwa na baadhi ya maafisa jasiri sana wa kikosi maalum cha ulinzi, na walichukua hatua haraka sana. Trump pia ametumia tukio hilo kuendeleza hoja yake ya kujenga ukumbi mpya wa sherehe katika ikulu, akiandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba tukio hilo lisingetokea kama kungekuwa na ukumbi wa siri za kijeshi unaojengwa kwa sasa. Mradi huo wenye utata umekumbwa na changamoto kadhaa za kisheria. Hii ni mara ya 3 kwa Rais Trump kukabiliwa na tishio la mauaji. Victor Kenan. Mamlaka nchini Mali zimethibitisha kwamba waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Jenerali Sadio Kamara amefariki dunia kufuatia shambulio lililofanywa nyumbani kwake. Katika taarifa iliyotolewa jana usiku, imesema gari lililobeba milipuko ambalo lilikuwa linaendeshwa na dereva aliyejitoa mhanga lililenga makazi yake. Shambulio hilo ni sehemu ya mashambulizi yanayofanywa na wapiganaji wenye itikadi kali na waasi wanaotaka kujitenga nchini humo. Martha Saranga na taarifu zaidi. Jeshi la mamluki wa Urusi wanaosaidia serikali ya Mali wanatarajiwa kujiondoa katika mji wa Kidal baada ya mapigano makali yaliyodumu kwa siku 2. Kundi la waasi la Azawad Liberation Front linalotaka kuanzisha taifa huru la Watuareg kaskazini mwa Mali limesema sasa linadhibiti sehemu kubwa ya mji huo. Mashambulizi haya yalikuwa sehemu ya operesheni kubwa iliyoratibiwa na makundi mbalimbali yenye silaha nchini humo. Ripoti zinaonyesha kuwa mashambulizi yalifanyika katika maeneo kadhaa ikiwemo mji mkuu Bamako pamoja na miji ya Gao, Kidal, Mopti na Sevar. Wakati huo kundi la wanamgambo wenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda linalojulikana kama Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin au Jenim lilifanya mashambulizi ya wakati mmoja katika maeneo tofauti ya nchi hiyo. Katika tukio hilo, taarifa zinasema kuwa waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara aliuawa karibu na mji mkuu Bamako. Kwa miaka mingi sasa, Mali imekuwa ikikumbwa na machafuko ya usalama kutokana na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu pamoja na waasi wa kabila la Tuareg wanaotaka kujitenga. Wadadisi wa mambo wanasema mashambulizi haya yanaweza kuwa miongoni mwa mashambulizi makubwa zaidi yaliyoratibiwa nchini Mali katika miaka hivi karibuni, hali inayozidisha hofu kuhusu usalama na uthabiti wa nchi hiyo. Martha Saranga.
Katika juhudi za kukuza na kupanua matumizi ya lugha ya Kiswahili, mataifa ya Afrika Mashariki yameendelea kuipa uzito mkubwa lugha hii adhimu, hasa katika elimu ya sekondari na vyuo vikuu. Ili kupata ufafanuzi zaidi kuhusu hatua hii na utekelezaji wake, nimezungumza na Aida Mutenyo, mhadhiri katika chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda, pamoja na Ferdinand Ndahayo, mwalimu wa lugha ya Kiswahili na mwandishi wa riwaya wa vitabu vya watoto kutoka Kigali, Rwanda. Kwanza Aida anaanza kuelezea nafasi ya lugha ya Kiswahili katika nchi hizi za Afrika Mashariki. Lugha ya Kiswahili kulingana na katiba yetu, ibara ya 6 inasema kwamba Kiswahili kitatumika kama lugha ya pili. Kwa hivyo ni lugha ambayo inatambulika rasmi, japo hakuja kuwepo na sheria ya kuelezea ama kufafanua ni kwa jinsi gani na ni wapi itatumika rasmi. Pili, lugha ya Kiswahili ni lugha kama ya mawasiliano. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anakataza mtu kutumia Kiswahili, na sekta mbalimbali ambazo zinatumia Kiswahili. Kitambo Kiswahili kilijulikana kutumiwa na jeshi, alafu kikapaka picha mbovu ile kwa jeshi. Sasa hizi Kiswahili kinafundishwa katika shule za sekondari, shule za msingi, vyuo vikuu, sokoni, kila mahali Kiswahili kinatumika. Inategemea wewe ambao umetaka kukitumia unakitumia wakati gani. Rwanda Kiswahili. Rwanda kama nchi ya Jumuiya wa Afrika Mashariki, Kiswahili tunakifunza darasani. Kimepewa muda sawa na Kinyarwanda na Kiingereza na hata na Kifaransa. Na pia Kiswahili kinatumiwa katika shughuli za biashara. Na sasa mjini Kigali, kwa sababu Kigali kuna uingiliano wa watu kutoka nchi tofauti za Afrika Mashariki. Kuna watu wanaotoka Kongo, Tanzania, Kenya. Na kwa shule kuanzia darasa la ngapi watoto wanajifunza Kiswahili ama wanafunzi wanaanza kusoma Kiswahili? Kuanzia shule ya sekondari. Shule ya sekondari. Ya msingi hawasome Kiswahili. Hawasome Kiswahili. Sekondari ndo wanaanza na kujifunza lugha ya Kiswahili. Kutoka kidato cha kwanza, ukifika katika kidato cha 3, ukichagua mkondo wa lugha ndipo utaendelea na Kiswahili. Ni kama katika chuo kikuu ukichagua mkondo wa lugha ndipo utaendelea pamoja na Kiswahili, lakini kwa ujumla ni kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 3. Katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakuwa, mbinu gani ambazo mnatumia zaidi na kufundisha mashuleni? Kama ulivyosema, maofisini wanatumia Kiswahili? Kinyarwanda na Kiingereza na Kifaransa, lakini kuna majuhudi tofauti ya kukuza na kulinda lugha hiyo. Kiswahili kilikuwa kifundishwa madarasani masaa 2. Sasa hivi waliongeza masaa wanafunzi wanayokisomea darasani. Kuna walimu ambao wanafundishwa, wanapewa uwezo wa kukifundisha vizuri. Na taarifa hiyo inatuelekeza moja kwa moja katika michezo na Florence Kaijage. Karibu. Asante sana Halima Nyanza. Tuanzie huko England ambako Chelsea imefanikiwa kutinga fainali ya kombe la FA baada ya kuichapa Leeds United 1-0 katika mchezo wa nusu fainali ulipigwa katika dimba la Wembley. Goli pekee la kichwa la Enzo Fernandez, raia wa Argentina, lilitosha kuipeleka The Blues fainali na itakabiliana na Manchester City iliyoishinda Southampton 2-1 juzi Jumamosi. Ushindi wa Chelsea ambao wachezaji wake walionekana kujituma mno umekuja siku 4 tu tangu klabu hiyo ya London kumtimua kazi mkufunzi wake Liam Rosenhill aliyedumu klabuni hapo kwa siku 106 pekee kutokana na mfululizo matokeo mabovu, huku wachezaji wakionekana kuwa legelege na kutokujituma na kusababisha madai ya kuwepo mgomo baridi. Uongozi wa The Blues ulifikia kikomo cha uvumilivu baada ya mabingwa hao mara 6 wa ligi kuu juu kabisa England kupoteza michezo 5 mfululizo bila kufunga goli, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 1912. Zamani sana, hata BBC ilikuwa haijaanzishwa. Klabu ya Galatasaray imewashutumu waamuzi nchini Uturuki kwa kuwa na uovu ndani siku chache tu baada ya kusitisha uhusiano na shirikisho la soka la nchi hiyo. Klabu hiyo ya ligi kuu ya Uturuki ilitoa madai hayo kwenye mitandao ya kijamii wakati wa ushindi wa 3-0 Jumapili dhidi ya wapinzani wao wakuu wa jiji la Istanbul, Fenerbahce. Wakati wa mapumziko na huku Galatasaray wakiongoza 1-0, klabu ilielekeza hasira zao kwa waamuzi katika machapisho mawili kwenye mtandao wa X. Licha ya penalty 2 ambazo hatujapewa, tunafunga kipindi cha kwanza tukiongoza 1-0. Moja chapisho lilisema. Ligi kuu ya Uturuki imekuwa na tuhuma nyingi nzito dhidi ya waamuzi katika miaka hivi karibuni. Mfano, mwaka 2023 mwamuzi Halil Umut alipigwa ngumi na rais wa KE Ankaraguku Faruk Koka na kusababisha ligi ya nchi hiyo kusimamishwa.
Katika mchezo wa golfu, Nelly Korda amerejea kuwa kinara wa ubora duniani baada ya kutoa ubingwa wa LPGA Chevron. Huo ni ubingwa wa pili wa Chevron kwa Korda ndani ya msimu mitatu, hivyo kumwangua kileleni Jen Thitikul baada ya raia huyo wa Thailand kushuka kwa alama za ubora. Tumalizie na soka la Afrika Mashariki. Miamba miwili ya soka nchini Tanzania, Yanga na Simba, kwa mara ya kwanza katika historia itakutana mara mbili wiki hii ndani ya siku 4, huku michezo hiyo ikiongojewa kwa hamu. Kwanza fainali ya kombe la Muungano kesho kutwa Jumatano huko Zanzibar, na kisha mchezo wa marejeano wa ligi kuu Tanzania bara jijini Dar es Salaam Jumapili Mei 5. Ifahamike Simba haijaifunga Yanga katika michezo 7 mfululizo, ikifungwa mara 6 na kupata sare moja. Tungoje tutaona. Asante sana. Naona umekuja na nguvu mpya. Shukrani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: mfalme wa Uingereza leo anaanza ziara nchini Marekani siku 2 tu baada ya tukio la ufyatuliaji risasi ambayo Rais Donald Trump na maafisa wake wanaweza kuwa walengwa wanawezekana. Mamlaka nchini Mali zathibitisha kifo cha waziri wa ulinzi wa nchi hiyo kufuatia shambulio lilofanywa nyumbani kwake. Na wakosoaji nchini Uganda wasema hatua ya bunge la nchi hiyo kupitisha muswada utakaoongeza maradufu kodi ya nguo za mitumba inaweza kusababisha ukosefu wa ajira, hususan kwa vijana. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12:16 kwa saa za Afrika Mashariki. Bunge la Uganda limepitisha muswada ambao utaongeza maradufu kodi ya nguo za mitumba zinazoagizwa kutoka nje kutoka asilimia 15 hadi 30. Wakosoaji wanasema hatua hii inaweza kusababisha ukosefu wa ajira, hasa miongoni mwa vijana walioajiriwa katika biashara ya nguo hizo za mitumba. Mwandishi wetu nchini Uganda, Shuaibu Ibrahim, ametembelea soko moja la kuuza mitumba nchini humo na kuandaa taarifa ifuatayo. Leo ni siku ya soko hapa katika mtaa wa Kamocha, nje kidogo ya mji wa Kampala, na iwapo mswada huo utatiliwa saini na rais na kuwa sheria, bila shaka makumi ya vijana hapa na watu mbalimbali ndio watakaoathirika kutokana na sheria hiyo. Hapa ninazungumza na baadhi ya vijana ambao wanaeleza wasiwasi wao kuhusu mswada huo. Hii hatua ya bunge ya kuongeza pesa kwenye hizi nguo singekuwa mbaya, lakini tatizo liwepo, hizi nguo ndo tunatoa kila kitu. Kama sisi marasta, hizi nguo ndo tunauzaga ili tusiende kumenya nyumba za watu huko. Serikali inasema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati mpana zaidi wa kuendana na malengo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kuondoa uagizaji wa nguo za mitumba kutoka nje na badala yake kuvipa nafasi viwanda vya ndani vinavyotengeneza nguo. Kwa muda mrefu mamlaka nchini Uganda zimekuwa zikidai kwamba uagizaji wa nguo za mitumba unadhoofisha tasnia ya nguo zinazotengenezwa nchini humo na pia kuchangia uchafuzi wa mazingira kutokana na taka la nguo hizo. Hata hivyo, wakati mswada huo ukipitishwa bungeni, ulikabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya wabunge ambao wanaonya kuwa unaweza kuwa na matokeo hasi. Wakosoaji wanasema kupunguza uagizaji wa mitumba unaweza kusababisha ukosefu wa ajira, hasa miongoni mwa vijana walioajiriwa katika sekta ya nguo za mitumba. Hapa katika soko la Kamocha, wasiwasi ni huo huo. Wateja wetu wamezoea bei fulani ya nguo za mitumba, lakini kuongeza kodi itatulazimu pia tuongeze bei, lakini hilo litapunguza idadi ya wateja wanaonunua nguo hizo. Si unajua? Hilo litasababisha tuingie hasara tusipotimiza lengo la kuuza nguo ambazo tunazilenga kuuza kwa kila siku. Hayo mambo ya kuongeza pesa hiyo, watu wachie tu hapa ambapo tulikuwa, kwa sababu hatutopata chochote kile, kwa sababu hapa ndo tunatoa kila kitu sisi, hatuna kazi nyingine. Iwapo mswada huo utatiliwa saini na rais na kuwa sheria, sheria hiyo bila shaka itapima uwezo wa Uganda kuwa na usawa baina ya sera kuhusu viwanda na uhalisia wa uchumi wake usio rasmi, kwani maelfu ya watu wanajishughulisha na biashara ya nguo za mitumba ili kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Kwa sasa macho yote, hususan ya wafanyabiashara wa nguo za mitumba, ikiwemo hapa katika soko la mtaa wa Kamocha, yameelekezwa kwa uamuzi wa rais. Shuaib Ibrahim.
Ziara ya mfalme wa Uingereza Charles na mkewe Malkia Camilla nchini Marekani itaendelea kama ilivyopangwa licha ya tukio la ufyatuliaji risasi nchini humo na kuzua wasiwasi wa kiusalama. Taarifa iliyotolewa na kasri ya kifalme ya Buckingham imesema uamuzi huo umefikiwa baada ya majadiliano ya pande zote mbili. Katika gumzo hii leo tunaangazia ziara hiyo na tukio hilo la ufyatuliaji risasi. Nimezungumza na Dr. Nicodemus Minde, mtaalamu wa usalama, na Mubwela Bandio, mchambuzi na mkazi wa Marekani, ambaye anaanza kuelezea jinsi raia walivyopokea shambulio hilo. Nafikiri ni tukio limepokelewa kwa namna ya ugawanyishi zaidi kwa sababu ya namna ambavyo sasa hivi nchi ipo. Watu wengi wamehoji maswali mengi kuhusiana na tukio lenyewe. Ukiangalia baada ya kutoka kwa video kadhaa, mapicha mjongeo nyingi kutoka katika pande mbalimbali, watu wakaanza kuhoji baadhi ya mambo, kwamba ilikuwaje wakati watu wengine wote ndani ya ukumbi wameonekana kushtushwa ni rais peke yake, na watu walikuwa kwenye high table hawakuonekana kuwa habari chochote kinachoendelea. Ilikuwaje alianza kutolewa makamu wa rais kabla ya rais? Ilikuwaje karibu watu 6 5 wote wa succession, kwamba una rais, una makamu wa rais, una speaker, una watu wote walikuwepo katika jengo moja na bado hawajapata security kiasi cha kutosha? Lakini pia ilikuwaje yote yalitokea ndani ya nusu saa tu hivi, kukawa kuna ni kama vile hakuna kilichotokea, hakuna alionekana kwamba ameathiriwa. Tulisikia rais anasema kwamba imekuwa very traumatic, lakini hatuoni ndani yake, na watu wengi wamehoji kuhusiana na hili, kwamba kama ni kweli kwamba tukio hili lilitokea bila aina yoyote ya mpango, Donald Trump ni rais wa kipekee kutokea na pengine hatotokea mwingine, lakini pia ana upekee wake mwingine, kwamba kila wakati ambao mambo yanaonekana kwenda vibaya ndani ya nchi, kutakuwa kuna tukio kama ile ambalo linaweza likafanya baadhi ya watu wakampatia aina fulani ya huruma, tunasema katika kura za maoni. Baadhi ya watu wanaweza kuanza kufikiria kwamba labda anasakamwa, labda anatafutwa, labda ana nia njema. Kwa hiyo kuna mgawanyiko mkubwa kwa wale ambao wanaamini kwamba lilipangwa na wengine ambao wanahisi kwamba kama halikupangwa, basi kuna makosa ambayo watu wengi wanatakiwa kuwajibishwa, na kosa la Donald Trump kuweka watu ambao hawakidhi nafasi. Na kwa hapo Dr. Nicodemus Minde, kwa uzoefu wako, ufuatiliaji wako wa masuala ya usalama wa viongozi, tukio kama hili linaweza kupangwa? Nadharia kwamba ni maigizo hujitokeza mara kadhaa, hasa ukiangalia hali ya kisiasa ambapo ipo Marekani kwa sasa. Kuna ile mvutano wa kiitikadi pamoja na kichocheo cha mgawanyiko kutokana na vita ambavyo vilikuwa vinaendelea huko Iran, pamoja na mambo mengine ya kisiasa, tukizingatia kwamba kuna kura inakuja mwezi wa 11, pamoja na ule uungwaji mkono wa Donald Trump umeshuka chini kwa muda wote ambao umewahi kutokea. Kwa hiyo tukio la aina hii huwa linajenga taswira kwamba unawezekano kwamba labda limepangwa, lakini ukiangalia pia inaonyesha pia ni kuzorota ama lapses kwenye masuala ya usalama katika ule ulinzi, ikizingatiwa kwamba dina hii ilikuwa inafanyika katika hoteli na ilikuwa inajumuisha maafisa wa juu sana wa serikali. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema kuna tashwishi kuhusu ukweli ama edha kama imepangwa ama haijapangwa. Mubelwa, tukio hili limetokea wakati ambapo leo Jumatatu mfalme wa Uingereza anaanza ziara yake nchini Marekani, na tumeona licha ya hayo yaliyotokea, lakini ziara yake imeshatangazwa kwamba itaendelea kama kawaida. Sasa unadhani hii inaakisi vipi msimamo wa kisiasa ama ni diplomasia kwamba ziara iendelee licha la tukio kama hilo la hatari lililotokea? Hakuna tishio ama hakuonekani kuwa na tishio, hata mjadala wa hofu ya usalama kwa mtu mwingine yeyote nje ya, na ndio maana watu pia wanaanza kuhisi kwamba kwa nini kama ni kweli inakuwa ni kwa watu hawa tu ambao pia wana aina fulani ya nguvu ambao wamefanya. Kwa hiyo hakuna anayeona kwamba kuna wasiwasi wa usalama kwa ujio wa mfalme Charles. Changamoto tu kubwa ni kwamba kwa haya yote ambayo rais Donald Trump amesema na kushutumu Uingereza, kwa nini bado anakuja na watu wengine walisema kwamba angestahili kugomea safari kama sehemu ya kuonyesha kutoridhishwa kwake na namna ambavyo Donald Trump anaizungumzia nchi yake. Huzani ziara hii ya mfalme Charles nchini Uingereza labda inaenda kuweka mambo sawa kwa kile kilichotokea? Hapana, haitoweka mambo sawa, kwa sababu kwanza ni mtazamo wa rais Donald Trump na asili ya tuhuma zake, si kwamba kulikuwa kuna ucheleweshaji wa maamuzi. Hapana, changamoto hasa ni kwamba rais Donald Trump anataka Uingereza ishiriki katika vita ambavyo wao Uingereza hawakushirikishwa hata katika kuvitafakari umuhimu wa kuwepo kwake. Ni kitu ambacho hawawezi kufanya hivyo kwa sababu ya kile ambacho watastahili kwenda kueleza kwa wananchi. Ni vita ambavyo havina maarufu, haviko popular, sio tu Uingereza, hata hapa nchini Marekani yalikuwa ni maamuzi binafsi, na ndio maana unaona hapa nchini Marekani
Marekani kuna maandamano mengi ya no kings, kwa maana ya kwamba wanahisi alikofikia Rais Donald Trump haendani na matakwa ya wananchi. Inaonekana serikali ya Uingereza kama itaendelea kusikiliza matakwa ya wananchi, kura za maoni hazitaki nchi ingie katika vita hii kama ambavyo iko hapa nchini Marekani, kwamba utashi wa rais umeamua kumridhisha mshirika wake ambaye ni Netanyahu kuliko wananchi. Kwa sidhani kama hii itarejisha chochote, kwa sababu kama haumsave Donald Trump utakuwa katika upande wa shutuma na tuhuma. Kwa hiyo Uingereza watambue kwamba mpaka pale watakapoamua kumridhisha, na hata waliweza kumridhisha pia ameweza kuwafukuza kazi na kuwasema vibaya. Unadhani tukio kama lililotokea linaweza kuwa limekusudiwa kisiasa kuweza kumpatia huruma ya umma bwana Trump? Na kwa nini watu wanaamini hivi? Dakika 30 tu baada ya tukio kutokea, Rais Donald Trump anakwenda na kuanza kuzungumza na kusema kwamba haya yote singetokea kama tu mngekuwa mmekubali nimalizie kujenga ballroom ambayo mahakama imepuuza. Mniache nijenge kwa sababu ni sehemu ya usalama. Ameitumia hii katika vitu mbalimbali. Na jana Jumapili, ambapo mara nyingi watu wengi huwa wanakwenda katika vyombo vya habari kujaribu kuuza sera ama kupinga sera zilizoko madarakani, maona viongozi wengi akiwemo mwanasheria mkuu ambaye anakaimu na wengine wakija wakizungumzia hii kama sehemu ya kusukuma baadhi ya miswada ambayo imekwama katika bunge katika masuala ya usalama, ambayo kuna sababu za msingi za kukwama. Ukiangalia watu ambao waliuawa na ICE kule Minnesota ni watu ambao walikuwa wanakimbia kutoka katika mamlaka wakapigwa risasi kwa uawa, lakini huyu aliyekuwa anakuja kwa mamlaka ya kwenda kumuua, kujaribu kuua, kwa sababu mwanasheria mkuu amesema kwamba lengo inaonekana ni kama vile, na hata msemaji wa ikulu, lengo lilikuwa ni kwenda kuwaua maofisa na pengine rais mwenyewe, lakini huyu hajauawa, inaonekana amekamatwa katika namna na kupelekwa. Kwa hiyo ndio maana watu wanaanza kupata wasiwasi. Kwa hiyo kama ni kweli halikuwa imepangwa, basi Trump ni rais tu mwenye bahati, lakini pia ni rais ambaye anatufundisha namna ya kutumia majanga kama fursa katika kusukuma ajenda za kisiasa. Dr. Minde, tukio hili ama taharuki hii ya kiusalama ambayo imetokea Washington, unadhani inatoa funzo gani kwa dunia kwa ujumla au kwa mataifa ama kwa viongozi wa Afrika? Swala zima la usalama, kwamba mataifa mengi yanakumbwa na taharuki za kiusalama, ni changamoto za kiusalama, na kwamba ukiangalia taifa kama la Marekani ambalo linaheshimika katika masuala ya usalama, lakini bado kunakuwa na zile security breaches. Lakini natukumbusha pia kwenye swala lingine la udhibiti wa silaha, gun control, na udhibiti wa watu kuendelea kuhusika na masuala ya silaha. Lakini kwa Afrika nadhani ni jinsi gani anahitaji kuwekeza zaidi katika uchambuzi wa data na si tu kwa nguvu za kijeshi. Nadhani ni jambo ambalo wa Afrika tunaweza kujifunza, lakini hatimaye pia nadhani ni funzo kwa mataifa mengi ya Afrika kwamba ulinzi wa rais ni muhimu sana, lakini pia tunaona picha mbili, kwamba mara nyingi tunaona hatua kama hizi zinaweza kusababisha kuonekana kwamba kubusti ushawishi wa rais kama rating zake zinaenda kuwa chini. Kwa hiyo tunaliona linatokea. Na mwisho, kwa ufupi tu, maoni yenu kuhusiana na hali ilivyo na ziara ya mfalme wa Uingereza nchini humo? Nafikiri swala ambalo utasikia ni swala la umiliki wa silaha. Kuna silaha zaidi ya milioni 500. Idadi ya bunduki zinazomilikiwa na raia kihalali ni nyingi kuliko idadi ya watu walioko hapa nchini Marekani, lakini hiyo haitokuwa sehemu ya mazungumzo katika vitu kama hivi, kwa sababu ni moja kati ya ajenda ambazo zinapingwa zaidi na Republicans, kwamba kuzuia umiliki wa silaha. Lakini kuhusiana na swala la ujio wa mfalme, sidhani kama kuna shida yoyote. Haijaonekana kujawa na mazungumzo ama tetesi yoyote kuhusu swala la usalama, na pengine hata mazungumzo. Kinachofuatiwa tu ni kwamba najaribu kusubiri kuona nini kitasemwa baada ya wawili hawa kukutana, na tunaona kama Rais Donald Trump anaweza ama kuomba radhi au kubadilisha kauli zake ama toni yake anapokuwa akizungumzia Uingereza. Minde, nadhani ujio wa mfalme Charles ni test kwa uhusiano kati ya Marekani na Uingereza, kwani tunafahamu kauli ambazo zimetamkwa na Donald Trump ambazo zimeharibu uhusiano unaitwa special relationship kati ya Marekani na Uingereza, pamoja na uhusiano kati ya Marekani na mataifa ya Ulaya. Nadhani watu watakuwa wanafuatilia sana ni jinsi gani uhusiano huu unaweza kuonekana na jinsi kama unaweza kurekebisha uhusiano ambao unaona kama umezorota sana, kwani ni uhusiano wa kihistoria. Lakini tufahamu kwamba mfalme yeye sio kiongozi wa serikali, bali ni ceremonial leader, lakini sidhani masuala ya sera yatazungumzwa zaidi, lakini itakuwa ni ziara ya kiishara, yani symbolic visit, kuonekana kama wanaweza kuimarisha ule uhusiano maalum, yani special relationship kati ya Marekani na Uingereza. Nam ni Dr. Nicodemus Minde, mtaalamu wa usalama, na Mubelo Bandio, mchambuzi na mkazi wa Marekani, kama ulivyosikia katika gumzo. Na taarifa kuhusiana na mitumba nchini Uganda imewagusa wengi: Manoti Magongo Kione, Elisha Nsemwa, Isaya Sambo, Jafar Kopo, Fikiri Dario, wote wameguswa na taarifa hiyo. Msikilizaji, mpaka hapo tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Victor Kenani. Kwa niaba ya fundi mitambo Samba Tenzi, mhariri wa matangazo haya Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose kusikiliza Dira ya Dunia ifikapo jioni. Kwa heri kwa sasa.